wengi tuliokuwa wachache, inapofika siku ya Juma watu tunajisahau. Tunakuja msikitini ilhali tunatambua hii ni siku ya mwisho ya wiki, siku ambayo ni siku tukufu, siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekunufaisha, Mwenyezi Mungu amekupa cheo, Mwenyezi Mungu amekupa mali, Mwenyezi Mungu amekufanikisha katika biashara yako. Basi siku hii ya mwisho ya wiki ni vema ndugu yangu Muislamu ukatoa kafara katika mali yako. Kafara, watu kisikia kafara hapa wanafikiri kafara ni kuchinja mbuzi. Kafara ni kutoa sadaka. Sadaka yenyewe hii ni kuitolea biashara yako, nikimtolea mtoto wako, nikumtolea mama yako. Siku ya Juma marehemu waliolala makaburini wanalilia waliokuwa hai, wakihitaji dua kwenu, wakihitaji sadaka kwenu. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, leo ni wangapi wamefiwa na wazazi wao? Leo ni wangapi wamefiwa na wapendwa wao? Siku hii ya Juma, basi roho ya mama yako, roho ya baba yako, roho ya mpendwa wako inatoka kaburini pale, nafsi yake, na inakuja kwako ikikuambia, ndugu yangu kipenzi, mtoto wangu kipenzi, mpendwa wangu kipenzi, naomba uniombee dua, naomba unitolee sadaka japokuwa hata ni shilingi moja, kwa sababu nilipokuwa huku mimi hakuna kinachonifaa zaidi isipokuwa ni nyinyi mlikuwa hai mkiniombea dua na mnitolee sadaka, japokuwa hata ni nguo ya mtumba, japokuwa hata ni shilingi 5. Mpendo wako yualia. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, maisha ya kaburini ni maisha mazito na maisha magumu. Ndugu zangu, anapozikwa mwanadamu, tambua pale anaingia maisha mengine ambayo kwamba ndio step ya kwanza kuanza. Hana jirani, hana ndugu, hana rafiki, hana mtu yeyote ambaye kwamba anaweza kumuelezea shida yake akamsaidia, isipokuwa ni watu waliokuwa hai duniani. Ni wewe kumwombea dua. Siku kama hii ya Juma ni wawe kukusanyika, ni kufanya kheri yoyote kumkusudia mpendwa wako aliyetangulia mbele ya haki. Lakini leo hii tukiangalia Waislamu wengi tunashindwa na wasiokuwa Waislamu inapofika siku yao ya ibada. Wallahi, mtoto mdogo pia anamwambia mama yake, mama, naenda kwenye ibada lakini sina pesa ya sadaka. Mtoto mdogo miaka 7, miaka 5, yuafahamu kwamba siku hii ya ibada, siku kuu, ni siku tukufu. Mtoto anamwambia, mama yangu naenda kwenye ibada lakini sijabeba hata kitu, naomba basi pesa ya sadaka. Mtoto mama yake amtolea shilingi 20, shilingi 10, anapeleka kwa nyumba la ibada. Ni wangapi tunaona ndugu zetu wasiokuwa Waislamu wanavyoheshimu nyumba zao za ibada, wanavyoheshimu siku zao za ibada, lakini Waislamu